أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Assalamu alaikum wapendwa wana Mizani. Katika wiki ya pili sasa, kikao cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kinaendelea huko New York mjini Marekani. Viongozi mbalimbali wa dunia wamepata nafasi kila mmoja wapo kutoa fikra zake na mawazo yake. Lakini hotuba iliyosisimua zaidi katika kikao hicho ni ile iliyotolewa na Rais wa Colombia, Petro, akitaka jeshi lenye nguvu la kimataifa liundwe kwa nia ya kuingia katika ukanda wa Gaza ili kuingilia kati mapambano yanayoendelea kati ya Israeli na wananchi wanyonge wa Palestina ambao wanauliwa kila siku kwa maelfu. Rais huyo amesema kuwa ni muhimu kuwepo na jeshi sasa kwa sababu hakuna njia nyingine ambayo inaonyesha kuwa wanaweza kunusurika watu wa Gaza. Amesema kuwa wakati huu si wakati wa maneno, ni wakati wa kufanya kwa vitendo kuwanusuru watu wa Gaza. Mkutano mkuu wa kila mwaka wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, United Nations General Assembly, UNGA kwa kifupi, unaendelea na vikao vyake mjini New York, Marekani. Kwa kawaida mkutano huu unazijumuisha nchi zote duniani zilizo wanachama wa Umoja wa Mataifa. Mkutano wa mwaka huu 2005 unaendelea na ajenda mbalimbali, lakini swala muhimu zaidi kupata kujadiliwa hadi hivi sasa ni lile linalokumbushia kufanyia kazi azimio la miaka mingi la kupatikana taifa huru la Palestina, sambamba na kukomeshwa mara moja mauaji ya kinyama yanayoendeshwa na serikali ya Kizayuni ya nduli wa Gaza Benjamin Netanyahu kwa usimamizi na ufadhili kamili wa hali na mali wa mbabe wa dunia Marekani chini ya uongozi wa Donald Trump, rais wa Marekani, kiongozi mwenye chuki ya kikaini dhidi ya Palestina na jamii ya Waislamu duniani. Gustavo Petro, rais wa Colombia, alikuwa kiongozi wa kwanza kuteka fikra za viongozi wenye hisia za kibinadamu katika kikao hicho, ambapo siku ya Jumanne Septemba 23, 2025 alitoa hotuba yake kwenye kikao cha 80 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York. Lakini haikuwa hotuba kama hotuba nyingine, na badala yake ilikuwa ni moja kati ya hotuba kali zaidi kupata kutolewa katika Umoja wa Mataifa kuhusu mauaji ya kinyama ya Gaza huko Palestina, huku akiukosoa machoni utawala usiojali haki za binadamu, utawala wa Marekani. Rais Petro alisema kuwa ukatili unaoendelea Palestina bila shaka ni mauaji ya halaiki, na kisha akaendelea akisema, na hapa namnukuu, ubinadamu lazima ukomeshe mauaji ya halaiki huko Gaza. Hauwezi kuruhusu siku nyingine ya mauaji ya halaiki, wala hauwezi kuruhusu Netanyahu na washirika wake nchini Marekani na Ulaya kuendelea nayo. Kufuatia dhuruba kali isiyozuilika inayoendelea kote duniani ya kutambuliwa kwa taifa huru la Palestina na nchi nyingi zaidi duniani, Petro alipiga hatua moja mbele zaidi, akitoa wito kutaka kuundwa kikosi maalum cha jeshi la kimataifa cha kukomesha mauaji ya halaiki huko Palestina. Diplomasia tayari imefanya jukumu lake katika kesi ya Gaza, imeshindwa kutatua hali iliyoko huko Palestina, alisema Petro, huku mkutano ukishangilia kama ishara ya kuunga mkono rai yake. Rais Petro alisisitiza kuwa huu si wakati wa maneno bali ni wa vitendo, akionya kuwa hawatabaki tu kulipua Gaza wala Caribbean kama wanavyofanya tayari, bali watalenga ubinadamu wote unaodai uhuru. Kila siku inayopita watoto wengi zaidi wanauawa kwa kupigwa mabomu. Kila kura ya turufu inayopigwa na Marekani katika Baraza la Usalama inalenga kuhakikisha mauaji yanaendelea dhidi ya watu wa Gaza, inamaanisha mabomu zaidi. Kila kura ya turufu inamaanisha vifo vingi zaidi viendelee, na jambo hili lina maana ya kukosa ubinadamu na pia kushindwa diplomasia kutatua tatizo la Gaza. Mauaji ya kimbari lazima yakomeshwe mara moja. Lazima tuunde jeshi la kutetea maisha ya watu wa Palestina. Jeshi lenye nguvu linahitajika kutoka kwa nchi ambazo hazikubali mauaji ya kimbari. Ndio maana naziomba nchi za dunia na watu wake, zaidi ya yote kama sehemu ya ubinadamu, kuunganisha silaha na majeshi. Ni lazima tuikomboe Palestina. Hii ni kwa sababu Washington na NATO zinaua demokrasia na kufufua dhulma na uimla katika kiwango cha kimataifa. Ni lazima tunyanyue bendera nyekundu na nyeusi ya uhuru au kifo ambayo Bolivar aliinua,
bila kusahau bendera nyeupe ambayo pia aliinua kama ishara ya amani, alisema rais wa Colombia. Kufuatia hili, serikali ya Petro ilitangaza kufunguliwa kwa ujumbe wa kidiplomasia huko Ramallah katika ukingo wa Maghrib iliko inayoitwa serikali ya mamlaka ya ndani ya Palestina unaoongozwa na Jorge Ivan Ospina kama balozi huko Palestina. Mnamo Julai 25, Bolivia iliendeleza makubaliano na nchi 12 za kusitisha ununuzi wa silaha kutoka kwa kampuni za Israel kupitia upya mikataba ya umma wa nchi hiyo na kuwatafuta wale wote wanaohusika na uhalifu wa kivita, akiwemo nduli Benjamin Netanyahu na wenzake wanaofanya mauaji dhidi ya watu wa Palestina. Ukweli ni kwamba hii si mara ya kwanza kwa Rais Pedro kuonyesha uchungu wake, kwa kiasi kwamba haishangazi hotuba yake kujikita zaidi katika kupigania haki za watu wa Gaza, kwani hapo kabla, mnamo mwezi Oktoba 2023, Pedro alituma misaada ya kibinadamu huko Gaza ambayo ilisababisha mvutano wa kidiplomasia na Israel, mivutano ambayo ilisababisha muondoe balozi wake kwa mashauriano. Mnamo mwaka 2024, Pedro aliunga mkono hatua za kisheria za Afrika ya Kusini kufungua kesi dhidi ya serikali dhalimu ya kiimla ya Israel katika mahakama ya haki, hatua ambayo ilisababisha kuvunjika kabisa kwa mahusiano ya kidiplomasia kati ya Bogota na Tel Aviv mnamo Mei 2024. Hata hivyo, hii ni mara ya kwanza tangu shambulio la kwanza la bomu la Israel katika ukanda wa Gaza kuanza mnamo Oktoba 2023, ambapo mkuu wa nchi amependekeza kuundwa kikosi cha kijeshi cha kimataifa kuingilia kati huko Palestina na kukomesha mauaji ya kimbari ya Palestina, na kufanya pendekezo hili kuwa moja ya majaribio makubwa zaidi kupata kufanyika katika njia ya kukomesha umwagaji damu wa kinyama unaofanywa na Israel kwa msaada na usimamizi kamili wa Marekani. Rais wa Colombia Gustavo Petro hakuishia hapo. Badala yake alishiriki katika maandamano ya kuunga mkono Palestina, hatua ambayo iliikasirisha Marekani, na kutokana na matamshi yake makali dhidi ya Marekani wakati akihutubia waandamanaji nje ya makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Katika hatua yake ya kutojali na ya kuunga mkono mauaji ya kinyama ya watu wasiokuwa na hatia zinazomwagwa huko Gaza dhidi ya Palestina, Marekani ikatangaza kumtaka rais wa Colombia Gustavo Petro aondoke nchini humo haraka baada ya kufuta visa yake kutokana na kauli aliyotoa wakati wa maandamano ya kuunga mkono Palestina huko New York. Petro alijiunga na waandamanaji huko New York wakati waziri mkuu wa Israeli nduli Benjamin Netanyahu alipoanza kuhutubia mkutano huo wa Umoja wa Mataifa. Rais Pedro aliwaambia umati mkubwa wa waandamanaji kuwa kinachotokea Gaza hakina mjadala, ni mauaji ya kimbari, akiongeza kuwa kura ya turufu ya Marekani katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa imeharibu kabisa matumaini ya kidiplomasia. Amesema kuwa wiki iliyopita, wakati Marekani ilipoweka turufu kwa azimio la kutaka kusitishwa vita vya mauaji huko Gaza kwa mara ya 6, diplomasia ilifikia ukingoni. Rais huyo amebainisha kuwa historia ya binadamu inatuonyesha kwamba diplomasia ikifika ukingoni, tunapaswa kuingia katika awamu nyingine ya mapambano, na mapambano hayo si mengine bali ni kubeba silaha na jeshi la kimataifa lililokuwa na nguvu zaidi kuingia katika ukanda wa Gaza na kuingia katikati kupambana ili kuwanusuru wa Palestina ambao wanauliwa bila kuwa na usaidizi wowote. Rais Pedro pia alipaza sauti yake akiwataka wanajeshi wa Marekani wampuuze na wasitii amri zinazotolewa na rais wa nchi hiyo Donald Trump. Rais wa Colombia amesema kutoka New York, na waomba wanajeshi wote wa jeshi la Marekani msitumie nguvu dhidi ya watu. Kataa amri ya Trump, tii amri ya ubinadamu. Waziri wa mambo ya kigeni wa Colombia Armando Benedetti aliandika kwenye X kwamba visa ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ndiyo iliyopaswa kufutwa badala ya Petro, lakini kwa kuwa ubeberu unamlinda nduli Netanyahu, inamwadhibu rais pekee aliyekuwa na ujasiri wa kumwambia ukweli usoni huyo rais wa Marekani ambaye ndiye msimamizi mkuu wa mauaji yanayoendelea katika ukanda wa Gaza. Waandamanaji waliandamana hadi makao makuu ya Umoja wa Mataifa huko New York, ambako waliungana na rais wa Colombia Gustavo Petro siku ya Jumamosi Septemba 27, 2025. Kutengwa kwa taifa pandikizi lililopandikizwa ndani ya ardhi ya Palestina kulifikia kilele chake pale waziri mkuu wa serikali ya Kizayuni Benjamin Netanyahu wa Israel aliposimama kujaribu kuhutubia mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa siku ya Ijumaa Septemba 26
ambapo waandamanaji wa mitaa ya mjini New York walijitokeza kwa wingi kumpinga. Waandamanaji walianza kukusanyika Times Square, ambako ni mbali kidogo na jengo la Umoja wa Mataifa mapema asubuhi. Bendera ya Palestina ilipepewa hewani, huku baadhi ya waandamanaji, wengi wao wakiwa vijana, wakibeba mabango yaliyoandikwa sitisha msaada wote wa Marekani kwa Israeli, mkamateni Netanyahu na acheni kuinyima Gaza chakula. Umati ulishangilia wakati waandaaji walipotangaza kuwa wakuu wa karibu nchi zote duniani walitoka nje ya ukumbi wa mkutano wa Umoja wa Mataifa, huku baadhi ya maafisa wa ngazi za juu wa mataifa hayo wakitoa kauli za kebehi dhidi ya Netanyahu na wengine wakisema acheni huru Palestina mara tu nduli Benjamin Netanyahu, muuaji wa watu wa Gaza, alipoanza kuhutubia. Waandamanaji walisikika wakipaza sauti na kusema, Netanyahu, huwezi kujificha, tunakushtaki kwa mauaji ya kimbari. Tukio la kuzomewa Netanyahu na viongozi karibu wote wa dunia kutoka nje ya mkutano kuepuka kusikiliza asemacho ilikuwa hatua ya juu kabisa zaidi ya kuonyesha kutengwa mbali kabisa Israeli na dunia, na imebaki Israeli pekee ikisimama pamoja na Marekani katika kuendeleza mauaji ya kimbari huko Palestina, dalili ambayo inaonyesha kuwa kinachofanywa na Marekani na Israeli hakikubaliki na viongozi wote wa dunia. Hii ni ishara ya kuvunjika kabisa mahusiano ya kidiplomasia kati ya Israeli na ulimwengu. Israeli imetengwa, lakini ni mbabe bado, kutokana na kwamba Israeli ni wakala wa vita tu. Mpiganaji halisi ni Marekani. Rais Donald Trump, rais mwenye chuki, aliyejaa kiburi, mtu ambaye ana chuki kubwa na Waislamu, mtu ambaye yuko tayari kuangamiza watu wa Gaza hadi tone la damu ya mwisho ya Palestina ili aweze kwenda kufungua mahoteli katika ukanda huo wa Gaza bila kujali kuwa jambo hilo ni kinyume na haki za binadamu. Hata hivyo, Netanyahu aliendelea kuhutubia kikao hicho licha ya kusalia na watu wachache ukumbini, akisema kuwa ataendeleza mauaji hadi pale azma yake ya kuwatokomeza wanamkawama wanaopigania ukombozi wa taifa la Palestina watakapomalizika. Ukweli ni kuwa Israel haitoshinda vita na kuwatokomeza Hamas, kwani hata kama itatokea vita hivi kasimamishwa hii leo, vitaanza tena hadi pale Bwana Yesu, yani Masihi mwana wa Maryam, atakaporejea na kusimama pamoja na Waislamu, na Wazayuni watateketea na wasiwe na pa kukimbilia. Na huu ndio ukweli wa mambo, na ndivyo alivyoeleza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambaye hasemi neno lolote kwa khiari ya nafsi yake, bali kila anachosema ni ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu kama ilivyokuja katika Qur'an. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hazungumzi kwa matamanio ya nafsi yake, bali kila anachozungumza ni wahi ama ni ufunuo aliopewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Juu ya vita vya Palestina, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema katika riwaya iliyopokewa katika Sahihu Muslim, akisema kuwa la taqumu sa'atun, kiyama hakitosimama, hata tuqatila almuslimuna alyahuda, hadi pale Waislamu watakapopigana na Mayahudi. Fayaktuluhum almuslimun, Waislamu watawapiga Mayahudi, hata yakhtabi alyahudiyu min wara'i alhajar washajar, hata Yahudi atakapokuwa akijaribu kujificha nyuma ya jiwe au mti. Fayaqulu alhajar au shajar, mti utasema au jiwe, ya muslim, e muislamu, ya Abdallah, e mja wa Mwenyezi Mungu, hadha yahudiyu khalfi, huyu hapa Yahudi amejificha nyuma yangu, fataala faktuluhu, basi njoo umuue. Hii ndio hali ambayo itakayokuwa, ambapo Mayahudi watapigwa na kujitanua kwao na dola yao itasambaratika na watakuwa wanyonge na wadhalili. Iwe itakavyokuwa, waue watu kwa namba ambayo wanayohitaji, mukawama hautomalizika, Palestina itakuwepo, mukawama wa Hamas na wengine, kwani kila aliye Palestina ni mwana mukawama, ni Hamas. Hamas inapigania uhuru wa nchi yao Palestina iliyochukuliwa na kukaliwa kwa mabavu na Uingereza na Marekani, na kuwaweka walowezi wa Kiyahudi waliokuwa wakimangamanga katika nchi mbalimbali za Ulaya. Na wala si kwamba wamewaleta Wazayuni katika ardhi ya Palestina kwa maana ya kuwapenda sana, kwani wao hawana dini. Uzayuni ni kikundi cha watu ambao hawana imani juu ya Mungu, na ndio maana wana uwezo wa kufanya lolote wanalotaka kulifanya. Lakini almuhimu la kushika ni kwamba, na wala tusiwe na shaka yoyote juu ya yale aliyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba Mazayuni
watapigwa na Waislamu ambao wataungana pamoja na Nabii Allah Isa, Bwana Yesu mwana wa Maryam atakapokuja, na hilo ndilo litakalofanya Mayahudi kufikia hatima yao, na wale ambao waliokuwa wakimsingizia Nabii Isa kwamba ni Mungu, ni mwana wa Mungu, ndipo watakapowakana kabla ya mauti. Kwa hivyo hayo ndio yanayoendelea huko katika Umoja wa Mataifa, licha ya mauaji makubwa yanayofanywa. Lakini ujumbe uliotolewa na rais wa Colombia Gustavo Petro ndio ujumbe muhimu sana. Ujumbe kama huo pia ulipata kutolewa na rais wa Iran Masoud Pezeshkian, ambaye alisema kwamba ulimwengu wa Kiislamu hauwezi kusimama kuwaokoa Wafalastini wanaouliwa kama wadudu katika Gaza bila kuwa na umoja na mshikamano. Na alikwenda mbele zaidi akisema kuwa endapo Waislamu watajenga umoja wao, hakuna nchi yoyote ya Kiislamu ambayo Wazayuni wanaweza wakaishambulia. Hii leo Wazayuni chini ya utawala wa muuaji Benjamin Netanyahu wana uwezo wa kuishambulia nchi yoyote katika nchi za Kiislamu. Tayari wameishambulia Iran, wameishambulia Syria, wameishambulia Qatar, wameishambulia Lebanon, na wanaua katika mauaji ya kutisha katika ukanda wa Gaza. Baada ya kuishambulia Qatar, hakuna ajuaye kesho wataishambulia nchi gani. Wataishambulia Saudi Arabia kama walivyokwisha tangaza kwamba watashika mji wa Maka na mji wa Madina. Bila shaka kama Waislamu hawakuamka, wakajenga umoja wao, wakajenga jeshi lao, wakaachana na Marekani, wakashirikiana wao kwa wao, Israel na Marekani haina chochote inachoweza ikafanya. Hayo ndio yanayoendelea katika Umoja wa Mataifa. Tuzidi kumwomba Mwenyezi Mungu jambo lilitolewa na rais wa Colombia likubalike mbele ya viongozi wa dini ya Kiislamu, mataifa ya Kiislamu waweze kulitambua uzito wa jambo hili, ili muungano upatikane kwa namna ya kuwaokoa watu wa Gaza. Vinginevyo itakuwa si jambo rahisi kuweza kuwaokoa Falastini, lakini mwisho wa yote ushindi utarudi kwa Waislamu. Tusisahau kusoma Suratul Fil na Suratul Lahab, kumwomba Mwenyezi Mungu mwenye nguvu na mwenye uwezo aweze kuzivunja njama zinazopangwa na Donald Trump na Netanyahu za kuwatokomeza Wafalestina wote, na hatimaye wagawane viwanja katika ardhi ya Falastini baada ya kuwa wamewaua wakazi wake wote. Hivi sasa tunavyozungumza, chini ya Masjidul Aqsa tunachimbwa msingi ambao ni nia yake ni kuliangusha jengo la msikiti huo, na baada ya kuangushwa kwa jengo hilo ndipo lijengwe hekalu ambalo Wazayuni wanataka lijengwe badala ya msikiti ambao utabomolewa. Bado hasama ni kubwa, kama alivyosema mwandishi katika moja ya vitabu muhimu vya Kiislamu kwamba hikdul yahudi wa aduhum lilislam wa ahlihi qaimu mundhu dhuhuri lislam wa mustamiru ila an taquma saa, wa kataba Allahu azza wa jalla an takuna alghalabatu li ahli alhaq wa in tala baghlu yahud wa allat dawlatuhum, kwamba chuki ya ndani ya mioyo ya Mayahudi na uadui walionao kwa Uislamu na watu wake ni yenye kusimama bila kutetereka toka ulipodhihiri Uislamu, kwa mustamiru ila an taquma saa, na chuki hiyo itaendelea mpaka kiyama kitakaposimama. Wakataba Allahu azza wa jalla an takuna alghalabatu li ahli alhaq, lakini Mwenyezi Mungu ameandika kwamba wale wanaosimamia haki ambao ndio wa Falastini, ambao ndio watu wanaopigania ukombozi na uhuru wa nchi yao, hawa ndio watakaopata ushindi katika vita. Wa intala baghyul yahud, hata kama utachelewa, hata kama utakuwa mrefu kiasi gani muda wa dola ya Kiyahudi na jeuri yao, lakini mwisho wa yote ni kushindwa. Kwa hiyo tusikate tamaa, tufanye dua zetu katika usiku tunaposimama katika ibada zetu za usiku na mchana. Tumuombe Mwenyezi Mungu ala kulli hali katika kila njia wenzetu au Waislamu wenzetu, wanadamu wenzetu waweze kufanikiwa kama hivi ambavyo dunia imewasapoti kwa ujumla wake na kuitelekeza Wayahudi peke yake. Na ndivyo hivyo tunapaswa Waislamu kuunga nguvu zetu, na hasa viongozi wa madola ya Kiislamu, ili kupata nguvu za kuweza kuingia kivitendo, wala si kwa maneno matupu ya unafiki. Lazima tuingie vitani kwa ajili ya kuwakomboa wa Falastini. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo.